Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Taarifa zetu siku ya leo ndani ya ripoti maalum zinatokea katikati mwa jiji la Nazareti nchini Israeli, ambako hapa tukio la ajabu na la kushangaza ulimwengu wa sasa, wakati fukuto la vita baina ya Marekani na Irani likizidi kutokota huko Mashariki ya Kati, na Irani ikiendeleza jitihada zake kubwa za kumaliza moja kwa moja ujasusi unaoelezwa kufanyika na vikosi vya Mossad vya Israeli katika kutekeleza maovu mbalimbali, ikiwemo mashambulizi ya kuwaua viongozi wakubwa wa Irani, huku Irani ikiwakamata majasusi kadhaa na wengine wakiwa on target kwa ajili ya kukamatwa hivi karibuni huko Tehran, Irani. Sasa siku ya leo taarifa kubwa kutokea nchini Israel, mji wa Nazareti, ambapo tukio la ajabu na la kushangaza ulimwengu wote huu wa karne 21 limejitokeza katika mji huu, ambako vikosi vya jeshi la Israeli IDF kwa kushirikiana na vikosi vya kijasusi vya Israeli Mossad vimetoa taarifa isiyo ya kawaida ambayo imeibua taharuki kubwa na sintofahamu kwa Irani na hata wale wafuatilizi wa mgogoro huu wa mapema Februari 28 mwaka huu 2026, ambako vikosi hivyo vimesema kwamba vimemkamata na kumshikilia mwanamke mmoja raia wa Irani katika jiji la Nazareti, ambaye anatuhumiwa kwa kosa la ujasusi kutokea Irani, akivujisha taarifa za siri kwa vikosi maalum vya Irani, yani walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Yako mengi makubwa, yako mengi mazito katika ripoti hii maalum inavyoangazia taarifa hii ya jeshi la Israel, mbivu na mbichi kufahamika. Maswali lukuki yanaibuka hapa. La kwanza, je, majasusi wote wanaokamatwa huwa ni jinsia ya kiume? Kwa nini huyu ni wa kike? Na je, majasusi huwa wanafanya kazi zao kwa siri isiyo ya kawaida? Je, majasusi wa Irani ndio kusema wamekosa umakini kiasi hiko mpaka jasusi wao amekamatwa? Lakini swali lingine lingali kuibuka hapo hapo kwamba kwa nini jasusi huyu akamatwe leo na si siku zingine, wakati vita na Ira ikizidi kutokota baina ya pande hizo mbili zinazohasimiana kivita? Lakini swali lingine linaibuka, inakuwaje ikiwa huu ukamataji umefanyika kama propaganda na uonevu kwa kuwa raia ni wa Iran? Na je, mbinu zipi zimetumika na vikosi hivyo vya Mossad kuweza kumkamata raia huyo wa Irani, ambavyo vikosi hivyo vinasema ni jasusi anayetumika na vikosi vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC? Maswali yote na majibu yote utakwenda kuifahamu hapo baadaye. Karibu. Taarifa imetolewa na jeshi la ulinzi la watu wa Israel IDF kwa kushirikiana moja kwa moja na vikosi vya kijasusi vya Mossad, Shibet na Amani, ambapo vikosi hivyo vinadai kumkamata na kumshikilia mwanamke mmoja raia wa Irani anayetambulika kwa jina la Shamua Abu Abed, akiwa na umri wa miaka takriban 34 kutoka mji wa Nazareth huko kaskazini mwa Israeli. Vikosi vilivyodai kumkamata mwanamke huyo sema kwamba tukio la ukamataji wake limefanyika kwa kuhusisha mbinu kadhaa za kijasusi, ikiwemo mbinu za mawasiliano ya wazi zinazohusisha njia zote za mawasiliano ya kimitandao na hata ya kimiamala, yani malipo. Katika upelelezi waliodai kufanya IDF, Mossad na Shibet pamoja na Amani wanasema kwamba kabla ya kumkamata mwanamke huyo, muda wa tukio alianza kuwasiliana na mawakala wa kigeni wa taifa la Irani, yani maajenti wa vikosi vya Irani tangu mwezi Oktoba mwaka 2025. Hata hivyo, katika vipindi mbalimbali mwanamke huyo inadaiwa alipokea malipo lukuki kutokea Irani kwa vikosi hivyo
kupitia fedha za kidijitali, yani cryptocurrency, ambapo kwa mujibu wa IDF na vikosi hivyo vinasema mbinu hiyo hutumiwa mathalani na vikosi vya kijasusi kwa kile kinachoelezwa kwamba ili kuficha mienendo ya kifedha na kuepuka ufuatiliwaji na mifumo ya kibenki. Katika mwendelezo wa taarifa ya IDF inasema kwamba mwanamke huyo Shamua Abu Abed, kabla hajakamatwa, tayari alikuwa amekwisha tekeleza misheni kadhaa, ikiwemo operesheni za kuvujisha siri kutokea kwa vikosi vya Israel IDF na kupeleka moja kwa moja kwa vikosi vya IRGC nchini Iran, ambapo vikosi hivyo vinasema mwanamke huyo alifanikiwa awali. Mosi, upigaji wa picha. Mwanamke huyo alipiga picha maeneo ya usalama, vituo vya kijeshi vya Israeli IDF na miundombinu muhimu kama vile kiwanda cha kusafisha mafuta cha Haifa Oil Refinery, ambapo jeshi la IDF linasema picha hizo zilitumwa moja kwa moja taifa la Irani kwa vikosi vya ulinzi mapinduzi ya Kiislamu IRGC ili kuweza kufanikisha kudaka location, yaani maeneo hayo hitajiwa kwa vikosi hivyo kuweza kushambulia kwa mashambulizi ya makombora moja kwa moja nchini Israeli. Pili, vikosi vya IDF vinadai alitekeleza ujasusi wa watu. Mwanamke huyo kwa mujibu wa IDF wanadai ya kwamba alitekeleza ukusanyaji na kutuma taarifa kuhusu raia mmoja wa Israeli ambaye alielezwa kuwa ni aliyekuwa ofisa wa usalama. Hii inaashiria kwamba jaribio la Irani la kutaka kuwalenga viongozi wa Israeli ama maafisa wa usalama wa nchi hiyo na wale wastaafu, ikiwa kama shabaha ya Irani katika mashambulizi yake mbalimbali ya kulenga nchi ya Israeli. 4, katika tuhuma na madai ya jeshi la Israeli IDF pia wamehusisha jambo la 4 ambalo nadai ni muktadha wa geopolitics, ambapo kwa kile wamedai kwamba tukio hili linakuja wakati ambapo kukiwa na mivutano mikubwa kati ya Israeli, Irani na washirika wake ukanda Mashariki ya Kati katika miezi ya hivi karibuni, Israeli ikiripoti ongezeko la majaribio ya Irani ya kushambulia Israeli na kuajiri raia wa Israeli hasa kupitia mitandao ya kijamii ili kufanya kile wamesema ujasusi au hata mashambulizi ndani ya nchi hiyo na miji mbalimbali Israeli. Hatua za kisheria ambazo zinadaiwa kuwa si sahihi kwa binti huyo kufanyika. Jeshi la Israeli limedai kumfungulia mashtaka ya mawasiliano na ajenti wa kigeni na kutoa taarifa kwa adui wakati wa vita, huku sheria za Israeli kuhusu usaliti na ujasusi ama uasi ni kali mno, zikiweza kupelekea hata kifungo cha muda mrefu, yaani kifungo cha maisha, ikiwa uchunguzi utafanyika na atapatikana na hatia ya kutekeleza hayo yote akiwa kama jasusi anayetumiwa na maadui wa Israeli. Katika taarifa za ndani kabisa ambazo zimeelezea tukio hilo kutoka kwa vikosi mbalimbali vya ulinzi na usalama vya Israeli ikiwemo Shibet na polisi, pia kuna vipengele vya ziada ambavyo wamevieleza na kutolea kile wamesema ufafanuzi mzito zaidi juu ya tukio hilo la mwanamke Shamua Abu Abedi anadaiwa kuwa ni raia wa Iran. Taarifa za maafisa wa jeshi la polisi la Irani lakini pia na vikosi vya Shibet vinasema kwamba moja kati ya mbinu muhimu na kubwa iliyotumiwa na vikosi vya ujasusi vya Irani ni pamoja na mbinu ya social engineering, yani mbinu ya uajiri kupitia mitandao ya kijamii, ambapo maafisa hao wanadai kwamba mwanamke huyo alitumia utambulisho bandia ama feki katika utambulisho wake, kwa kile ambacho wamesema ili kurahisisha kuanzisha urafiki na kutoa majukumu ya kijasusi kwa malipo ya kifedha, ambapo taarifa za mjumuiko kutokea kwa vikosi vya usalama hivyo vya Israeli vinasema kwamba miongoni mwa maeneo muhimu na nyeti kwa Israeli ambayo mwanamke huyo aliyaweka shabaha ni pamoja na kiwanda cha kusafisha mafuta cha Haifa, wakitafsiri kama eneo la kimkakati strategic site
kwa Irani katika mashambulizi yote ambayo Irani imepanga kufanya ndani ya taifa la Israeli, ikiarifiwa huenda kama Irani ingefanikiwa kushambulia eneo hilo ingeleta maafa makubwa ya kimazingira na kiuchumi Israeli. Vituo vya kijeshi ambapo pia taarifa hiyo ya mjumuiko ya vikosi mbalimbali vya usalama vya Israeli vinasema ya kwamba pia mwanamke huyo aliweka shabaha vituo vya kijeshi vya kaskazini mwa Israeli, ambapo picha hizo alikwisha piga na kuzituma huko Irani. Hiyo kimifumo wanasema kwamba inasaidia kuelewa mfumo ya kiulinzi, mienendo ya wanajeshi katika ukanda wa kaskazini mwa Israeli ambao upo karibu na mpaka wa Lebanon. Taarifa zingine zinahusu targeting of human resources, ambapo hapa mwanamke huyo anadaiwa aliweka shabaha ya rasilimali watu wakiwemo maafisa wa ngazi za juu wa usalama wa Israeli, hapo ikihusisha kuhusu afisa usalama aliyemaliza muda wake, na huyo inaelezwa kwamba alitumiwa kama chanzo kwa ajili ya operesheni ya kulipiza kisasi ama utekaji nyara. Taarifa hizi zinajumuisha anwani za makazi ya afisa huyo wa usalama ambazo alikishatoa mwanamke huyo, mienendo ya kila siku ya afisa huyo na maelezo ya familia ya afisa huyo usalama aliyekwisha maliza muda wake ndani ya vikosi vya Israeli. Pia jeshi la Israeli na vikosi vya usalama vinaeleza njia nyingine ambayo ilitumika kama njia muhimu na nyeti kuweza mwanamke huyo kufanikisha misheni zake ambazo alikwisha zianza hapo awali. Inaelezwa njia ya vita kivuli ama shadow war, ambapo mbinu hiyo inahusisha kutumia nyenzo ya mvutano wa ndani, ambapo mwanamke huyo wanadai kwamba amekamatwa mji ambao unakaliwa na raia wengi wa Kiarabu, mji wa Nazareti. Hapa vikosi vya usalama vinaeleza ya kwamba mwanamke huyo alitumia uhasama uliopo ndani ya raia kwa raia kuweza kuvujisha taarifa hizo za siri kupitia raia wenyewe wa maeneo husika, mji wa Nazareti, ambapo kuna vuta ni kuvute baina ya raia wao kwa wao katika eneo hilo na serikali yao inayoongoza ndani ya Israeli. Huo ndio mjumuiko wa taarifa za jeshi la Israeli IDF na vikosi vingine vya usalama ndani ya Israeli, wakieleza namna walivyofanikisha kile wamedai ukamataji wa jasusi wa Irani katika mji wa Nazareti nchini Israeli, ambapo maswali lukuki pia yanaibuka hapo, ambapo wachambuzi wa masuala ya siasa za kijiografia wanaeleza kwamba ukamataji wa raia huyo si ujasusi bali ni propaganda za wazi kuweza kufanya kama malipo ya kile ambacho hivi karibuni serikali ya Irani imetekeleza ukamataji wa maafisa kadhaa walioelezwa kuwa majasusi wa ndani ya Israeli, vikosi vya Mossad, ikiwemo ukamataji wa awali ukihusisha idadi ya maafisa 15 ikiwa ni hapo kabla, na ukamataji wa pili uliohusisha ukamataji wa raia na maafisa wapatao 85 kutokea mji wa Isfahan, ambao wote hao wanadaiwa kuwa ni maafisa wa ndani wa vikosi vya Mossad kutokea Israeli waliokuwa wakitekeleza majukumu yao ya ujasusi na kutoa taarifa za siri kuhusu viongozi ndani ya Irani ili kuweza kufikiwa na kuweza kushambuliwa na vikosi vya jeshi la Israeli IDF kama shabaha na utekelezaji wa mashambulizi ya mauaji ya viongozi wakubwa katika taifa la Irani, hasa ikiwa kama lengo lake kuu Israeli kwa Irani. Hata hivyo, wengine wanaenda mbali zaidi wakieleza ukamataji huo wa raia huyo wa Irani si ukamataji halisia bali ni ukamataji bandia, na vielelezo vyote vilivyokwisha elezwa na vikosi vya usalama ni bandia, vimetungwa, ikiwa ni katika dhamira yake ya wazi ya kuwabagua raia wote wenye nasaba za Irani katika taifa la Israeli na hata wenye uhusiano na watu wa Irani, ikiwa ni katika mwendelezo wa uhasama na vita vinavyoendelea kutokota baina ya pande hizo mbili zinazohasimiana kivita, baina ya Marekani, Irani na mshirika wa karibu
Israeli, hata vita vya makundi mbalimbali ya Kiislamu, ambapo Israeli imekuwa ikitekeleza na kushambulia maeneo hayo ya ukanda wa Lebanon, ikilenga makundi ya Hezbollah, Hamas na Wahouthi huko Yemen. Bado kuna maoni mseto na maoni mtambuka kwa nadharia mbalimbali ambazo bado hazionyeshi kufanya kazi wazi wazi katika tukio hilo ambalo jeshi la Israeli IDF na vikosi vya Shin Bet pamoja na jeshi la polisi la Israeli limedai kufanikisha kumkamata jasusi wa Irani, wengi wakiwa na mawazo mseto ya kwamba huenda tukio hilo ni sahihi, kana kwamba majasusi wamekuwa wakiwatumia wanawake kama nyenzo muhimu kutokana na kutofahamika kwao kiurahisi katika dhamira yao ya wazi kutekeleza uadui ama kutekeleza ujasusi katika eneo husika ama eneo lengwa. Nadharia hii ambayo bado imeibuka na ukosoaji mkali kwa baadhi ya watu wakisema hii si sahihi, bali wengi wakihusisha kama ile ya awali kwamba jeshi la Israeli na vikosi vyote vya usalama vimetunga tukio hilo ili kuweza kutekeleza kile wamesema kama shabaha yake ya uonevu na uhasama kwa raia na taifa zima la Iran. Hayo yote yanajiri wakati ambapo uhasama na fukuto zito limeibuka kwa siku za hivi karibuni, hasa katika vita vya Irani na Marekani, ikiwa Marekani imeendelea kutishia kufanya mashambulizi makubwa huko Israeli ikiwa Irani haitokubali kile imesema kusitisha uzalishaji wake wa nyuklia na kuharibu moja kwa moja miundombinu yote ya nyuklia na kujisalimisha kwa Marekani. Hata hivyo, taarifa za mapema zinaeleza kwamba vikosi vya Marekani vimeonekana vingali kurandaranda katika eneo la ukanda wa Mashariki ya Kati karibu na mlango bahari wa Hormuz, kwa kile ambacho imeeleza kama vitisho vya wazi kwa jeshi la Irani juu ya kudhibiti mlango huo wa bahari wa Hormuz. Taarifa za awali juu ya taarifa hiyo zinaeleza kwamba jeshi la Irani kupitia vikosi vyake vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC tayari vimekwisha achilia mlango bahari wa Hormuz, vikitoa ruhusa ya meli kubwa za kibiashara kupita, lakini kwa masharti maalum ya ukaguzi wa kina na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Sanjari na hilo, rais wa Marekani Donald John Trump kupitia mtandao wake rasmi wa kijamii wa Truth Social ametoa chapisho la mapema akikebehi hatua ambayo imechukuliwa huko Strait of Hormuz, akisema Irani tayari imekwisha salenda na imeachilia wazi mlango wa bahari wa Hormuz. Vita bado ni mbichi huko Mashariki ya Kati baina ya pande hizo mbili zinazohasimiana kivita, na bado hakuna dalili za wazi zinazoashiria wazi kwamba huenda vita hivi vitakoma ama kutoendelea kwa siku za hivi karibuni, huku Irani ikisema masitisho ya vita kwa muda mfupi hayo ni mapumziko tu na kuweza kujiandaa vizuri na kurekebisha kile ambacho kimepotea hapo awali ama kimeingia dosari kutokana na mashambulizi ya Israeli na Marekani. Lakini bado vita vingali kuwapo, na imesema itafanya mashambulizi makubwa zaidi ambayo hayajawahi kushuhudiwa tangu vita hivyo kuanza mapema Februari 28 mwaka huu 2026. Je, yapi maoni yako juu ya hiki ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati, vita vya Irani na Marekani, na ni nini hasa unakitazama ikiwa vita hivi vitaendelea kupamba moto baina ya pande hizo mbili za uhasama? Mimi ni chifu mkuu wa itifaki na hii ni Yuhoma TV. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.